Hivi sasa imetimia saa 10 kamili alasiri kwa saa za Afrika Mashariki, ambayo ni sawa na saa 9 kamili alasiri kwa saa za Afrika ya Kati. Leo ni Jumanne ya Juni 17 mwaka 2025. Hujambo msikilizaji, na huu ni wasaa mseto leo, na kwanza tunaanza na makala ya duru zetu alasiri inayokuletea dakika 30 za habari, uchambuzi, uchumi na biashara, bila kusahau michezo na burudani. Uko nami Amina Deogratias Semagogwa. Tulionayo katika duru zetu alasiri: Mkuu wa mkoa wa Tabora Paul Chacha amemwagiza katibu tawala wa mkoa huo kuwaondoa katika nafasi zao wakuu wa idara ya utawala, usimamizi na rasilimali watu na afisa usafirishaji wa wilaya ya Sikonge kwa tuhuma za utovu wa nidhamu. Mkuu wa Jeshi la Polisi Tanzania IGP Camillus Wambura amefanya uhamisho wa makamanda watatu akiwemo kamanda wa polisi mkoa wa Dodoma George Katabazi. Na Rais Donald Trump wa Marekani amelazimika kukatisha mkutano wa kilele wa kundi la nchi 7 tajiri kiviwanda G7 unaofanyika Canada, akisema ataondoka mapema na kurejea Washington kutokana na hali ya Mashariki ya Kati. Tuma maoni yako kwa taarifa utakazozisikia katika makala hii kupitia nambari yetu ya ujumbe mfupi ya 0692573615, ukitueleza nini maoni yako juu ya taarifa hizi, na ujumbe wako tutausoma hapo baadaye. Tunaanza na habari za kitaifa zikisomwa kwako na Albert Andrew Kavano. Asante Amina, na kwanza ni habari za kitaifa. Serikali imeombwa kuwatengenezea mazingira vijana kujiajiri katika sekta ya ufugaji kupitia fursa zilizopo ili kujikwamua kiuchumi na kuondokana na changamoto ya ukosefu wa ajira. Akizungumza na Radio Kwizera, makamu mwenyekiti wa wafugaji mkoani humo Bwana Abdimajid Kayondo amesema kuwa vijana wengi wamekuwa wakilalamikia ukosefu wa ajira kutokana na kujiandaa kuajiriwa wakati wa masomo badala ya kujiajiri. Bwana Kayondo amesema kuwa sekta ya ufugaji ni sekta yenye fursa nyingi za ajira, ikichagizwa na ubora wa masoko ya ndani na nje ya nchi, na kwamba vijana wanakosa elimu ya kufikia fursa hizo na kuiomba serikali kuwasaidia vijana kupitia fursa hizo. Kuna haja ya watu kupata elimu zaidi. Ufugaji unalipa, na kwa sababu vijana wengi hawajapata elimu, lazima tukiri. Serikali ina haja kubwa sana ya watoto kuwaelimisha vijana wetu, kuwaelimisha kwamba ufugaji ni ajira, wajiajiri. Wengi wao tunaona wanasema ajira zimekosa. Ajira sio mpaka uajiriwe serikalini. Unaweza ukajiajiri wewe mwenyewe kwa kutumia mifugo, ukiwa umeamua kufuga kisasa. Aidha, Nesius Robogasti na Genevieve Castus ni miongoni mwa vijana mkoani humo. Wamesema kuwa wako tayari kushiriki shughuli za kiuchumi iwapo wadau na serikali watawawezesha mitaji ambayo ni kikwazo kikubwa kwa vijana wengi. Mkuu wa mkoa wa Tabora Paul Chacha amemwagiza katibu tawala wa mkoa huo kuwaondoa katika nafasi zao wakuu wa idara ya utawala, usimamizi wa rasilimali watu na afisa ustawi wilaya ya Sikonge kwa tuhuma za utovu wa nidhamu. Agizo hilo limetolewa wakati wa kikao cha kupokea taarifa za ukaguzi na udhibiti wa hesabu za serikali CAG kwa mwaka wa fedha 2023/24 kilichofanyika katika halmashauri ya wilaya ya Sikonge mkoani humo. Bwana Chacha amesema kuwa watumishi hao wamekuwa chanzo cha baadhi ya changamoto za kiutendaji na hivyo kushindwa kutoa huduma bora kwa wananchi, na kusisitiza kuwa nidhamu ni msingi wa utawala bora na uwajibikaji katika sekta za umma. Kuna haja ya watu kupata elimu zaidi. Alafu ni Sikonge peke yake. Mimi natembea mno na mfuatiliaji wa mambo kweli. Sikonge peke yake ndio haya nayo yaona kizungumkuti. Kweli kabisa mnakusanya vizuri. Lakini kuna watu hawana raha hapa, wapo tu kila siku wanaomba kuhama. Kwa hiyo nisimkute yote apewe majukumu mengine, hata kama hayapo akae ofisini. Huyu afisa utumishi tena nilisha kukemea mpaka kwenye kamati ya usalama hapa. Wala hujawahi kujifunza. Lete mtu mwingine afanye kazi, ahudumie watu. Inawezekana hao watu hawana comfort tu kwa sababu ya watu wawili tu. Kama kuna mtu hajisikii kufanya kazi hapa, anaona amekosea njia, nenda ofisini kwa rasi kamuone. Usiishi hapa edhifu umepewa adhabu ya kutumikia. Aidha, Bwana Chacha ametoa wito kwa watumishi wote wa umma mkoani Tabora kuhudumia wananchi kwa kuzingatia maadili, biko wa kazi na weledi ili kuongeza tija katika kutatua kero za wananchi na kuharakisha maendeleo.
Mbunge wa viti maalum Neema Rugangila ameiomba serikali kupitia upya sera ya likizo ya kodi kwa vijana na wanawake wanaoanzisha biashara na ipanuliwe hadi miaka 3. Rugangila akichangia kuhusu hotuba ya bajeti ya serikali bungeni jijini Dodoma, amesema hatua hiyo itawasaidia wajasiriamali chipukizi kujijenga kiuchumi kabla ya kuanza kulipa kodi kama ilivyo kwa baadhi ya mataifa yanayotoa likizo ya hadi miaka 5. Kwa sasa serikali ya Tanzania inatekeleza mpango wa likizo ya miezi 6 kwa wafanyabiashara wapya, muda ambao mbunge huyu amesema ni kikwazo kwa vijana wengi kuingia rasmi katika mfumo wa ulipaji kodi. Tunapoongelea kutanua wigo wa walipa kodi ni kuongeza idadi ya walipa kodi. Hivyo ni muhimu sana serikali iweke jitihada thabiti kuhakikisha tunarasimisha biashara ambazo zipo kwenye sekta isiyo rasmi. Hapa naomba niombe sana serikali, pamoja na kwamba iliweka miezi 6 ya likizo ya kulipa kodi kwa biashara ambazo zinaanzishwa, biashara ndogo, ione namna ya kubadilisha sheria ili biashara zinazoanzishwa na vijana, wanawake na watu wenye ulemavu wapate likizo ya kulipa kodi kwa angalau miaka 3, kwa sababu wawekezaji kutoka nje wanapata likizo kulipa kodi mpaka miaka 5. Kwa kufanya hivyo, tutaweza kutanua wigo wa walipa kodi kwa kuingiza kundi kubwa la walipa kodi ambao hivi sasa hawamo. Amesisitiza kuwa kuongeza muda wa likizo ya kodi kutachochea uanzishwaji wa biashara, ajira kwa vijana na hatimaye kuongeza wigo wa mapato ya serikali kwa muda mrefu. Mkuu wa Jeshi la Polisi Tanzania IGP Camillus Wambura amefanya uhamisho wa makamanda 3 akiwemo kamanda wa polisi mkoa wa Dodoma George Katabazi. Taarifa ya uhamisho huo imetolewa leo na msemaji wa Jeshi la Polisi David Misime, ikiwa ni siku 302 tangu Katabazi alipotolewa rasmi kukalia kiti hicho Agosti 19 mwaka jana. Katabazi ametolewa kuwa kamanda wa polisi mkoa wa Dodoma na kupelekwa ofisi ya makao makuu ya upelelezi kwa makosa ya jinai Dodoma. Nafasi yake inachukuliwa na kamishina msaidizi wa polisi ACP Garusi Hiera ambaye alikuwa kamanda wa polisi kikosi cha Leli. Mbali na kuhamishwa kwa Katabazi, pia kamishina msaidizi wa polisi ACP Matride Kuyeto amehamishwa kutoka kwa mkuu wa polisi wilaya Kinondoni kwenda kuwa kamanda wa polisi kikosi cha Leli. Taarifa ya polisi imesema uhamisho huo ni mabadiliko ya kawaida yanayofanyika ndani ya jeshi la polisi katika kuongeza ufanisi wa utendaji kazi. Na sasa ni habari za kimataifa. Idadi ya watu waliofariki kutokana na shambulio lililofanywa na watu waliojihami kwa silaha mwishoni mwa juma kaskazini kati mwa Nigeria imeongezeka hadi kufikia 150. Watu walionusurika wameeleza kwamba washambuliaji waliovamia jamii ya Yeretwa wakati jimbo la Benue usiku wa kuamkia Ijumaa na kuwafyatulia risasi wanakijiji waliokuwa wamelala na kuchoma nyumba zao. Watu wengi waliouawa walikuwa wamejihifadhi katika soko la ndani baada ya kukimbia ghasia katika maeneo mengi ya jimbo, na wananchi wanaendelea kufukua nyumba zilizoteketea wakihesabu maiti na kutafuta makumi ya watu ambao bado hawajapatikana. Hakuna kundi lilodai kuhusika na mauaji hayo, lakini mashambulizi kama hayo yamekuwa yakitokea eneo la kaskazini mwa Nigeria ambapo wafugaji na wakulima wa eneo hilo mara nyingi hugombana kutokana na upatikanaji mdogo wa ardhi na maji. Rais Donald Trump wa Marekani amelazimika kukatisha mkutano wa kilele wa kundi la nchi 7 tajiri duniani kiviwanda G7 unafanyika Canada, akisema ataondoka mapema na kurejea Washington kutokana na hali mbaya ya Mashariki ya Kati. Katika mkutano huo, Trump alionya vikali kwamba Irani inahitaji kuzuia mpango wake wa nyuklia kabla haijachelewa na kutoa tahadhari watu kuondoka mara moja kutoka mji mkuu wa Tehran. Wakati picha ya pamoja jana jioni na viongozi wa G7, Trump amenukuliwa akisema kuwa ni muhimu kwake kurejea haraka jijini Washington na kutoshiriki mikutano ya leo inayojadili vita vinavyoendelea nchini Ukraine na masuala ya biashara ya kimataifa. Viongozi wa G7 wamekusanyika nchini Canada na kwa lengo la kutafuta suluhu ya mizozo ya kimataifa, lakini wamejikuta wakitatizwa na mzozo mpya uliozuka na mapigano kati ya Israel na Iran, huku wasiwasi ukitanda juu ya kupanuka kwa mgogoro huo. Waza Wazua. Msikilizaji, jicho linaweza likaona kilicho mbali yake, lakini haliwezi kuona kilicho ndani yake. Waza Wazua.
Na huo ndio mwisho wa Duru Habari jioni ya leo. Endelea kutufuatia katika mitandao yetu ya kijamii ya Instagram, TikTok na X Radio Kwizera FM, YouTube Kwizera TV na website yetu ya radiokwizera.co.tz. Saa 2 kamili usiku utasikiliza taarifa nyingine ya habari. Taarifa ya habari imesoma kwako na Albert Andrew Kavano. Unaendelea kusikiliza makala hii ya Duru Zetu la Siri kutoka Radio Kwizera FM. Na kukumbusha msikilizaji kuendelea kutembelea katika kurasa zetu za Instagram, TikTok na X Radio Kwizera FM na YouTube Kwizera TV. Pia unaweza kutoa maoni yako ukichangia taarifa zetu kupitia nambari yetu ya 0692573615 na ujumbe wako tutausoma hapo baadaye. Unaendelea kusikiliza makala ya Duru Zetu la Siri habari kuu leo hii. Mkuu wa mkoa wa Tabora amwagiza katibu tawala wa mkoa huo kuwaondoa katika nafasi zao wakuu wa idara ya utawala, usimamizi wa rasilimali watu na afisa usafirishaji wa wilaya ya Sikonge kwa tuhuma za utovu wa nidhamu. Mkuu wa Jeshi la Polisi Tanzania IGP Camillus Wambura afanya uhamisho wa makamanda watatu akiwemo kamanda wa polisi mkoa wa Dodoma. Na Rais Donald Trump lazimika kukatisha mkutano wa kilele wa kundi la nchi 7 tajiri kiviwanda G7 unaofanyika Canada kutokana na hali ya Mashariki ya Kati. Ikiwa tayari ni saa 10 na dakika 12 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki, ambayo ni sawa na saa 9 na dakika 12 alasiri kwa saa za Afrika ya Kati. Kama ndio kwanza unaungana nasi, hii ni Radio Kwizera FM ambayo inakutangazia moja kwa moja kutoka mjini Ngara, Kagera nchini Tanzania. Na sasa ni wasaa wa uchambuzi yakinifu wa habari zetu. Naibu Inspekta Mkuu wa Polisi Eliud Lagat amejiondoa kupisha uchunguzi unaoendelea kwa sababu ya kifo cha Albert Ojwang, mwanablogi aliyekufa mikononi mwa polisi huko nchini Kenya. Katika taarifa iliyotolewa jana, Lagat amesema amechukua hatua hiyo kwa nia njema kutokana na jukumu na wajibu alionao kwenye nafasi yake, na kwamba majukumu yake yatatekelezwa na naibu wake hadi uchunguzi utakapokamilika. Kifo cha Albert Ojwang kimesababisha hasira miongoni mwa umma, huku maafisa kadhaa waliokuwa kazini wakiwa wakati huo wakikamatwa. Kutokana na hilo, nimezungumza na mwenyekiti wa Wanamajumui Afrika Bwana Adrian Sebudema, na nimeanza kwa kumuuliza, je, hatua ya naibu inspekta mkuu Eliud Lagat nchini Kenya kujiondoa kwa hiari ni ishara ya uwajibikaji wa kweli au ni mbinu ya kisiasa na kupoza hasira za wananchi wa Kenya? Kihistoria Kenya ina katiba nzuri sana, na viongozi wengi mara nyingi huwa wanajiuzuru ama wanapisha uchunguzi kama wanawajibika fulani, lakini kihalisia hawajibiki kwa sababu serikali mara nyingi imekuwa haichukui hatua. Kwa hiyo alichokifanya huyu inspekta msaidizi amefanya ile kama kuwahadaa wananchi, yani analeta agenda nyingine kama amefanya uwajibikaji, lakini kimsingi kama muendelezo utaendelea kama ilivyokuwa tamaduni ya Wakenya, basi ameondoka tu kuwaelimisha wananchi wapumzike na wasiendelee kuandamana waridhike, lakini kimsingi hamna uwajibikaji wa kweli na msingi hapa alichokifanya. Kifo cha Albert Ojwang mikononi mwa polisi kinaashiria changamoto gani kubwa katika mfumo wa usalama wa haki za raia nchini Kenya? Kama ilivyo nchi nyingi barani Afrika, haki za binadamu asilimia kubwa zimekuwa zikikiukwa na askari polisi, lakini kwa upande mwingine watu wa vyombo vya usalama wakihusishwa kwa asilimia kubwa kwa watu wengi, moja kupotea, lakini kwa upande mwingine kuuawa. Hii inaashiria kwamba tusipobadilika wa Afrika tukaendelea kuwa na wivu wa kuuana wenyewe. Hii inaashiria kwamba kuna baadhi ya watu wanaonesha bado ustaarabu ni kitu kigumu, wakati ustaarabu ni kitu cha kawaida. Na tukumbuke, ukiachana na hilo, bado jaji mkuu mstaafu wa Kenya David Maraga ametoa press kwa vyombo vya habari kwamba anaiomba serikali na mainspekta wote wa jenerali wa polisi kuanzia juu mpaka chini wajiuzuru, ikiwezekana wote hawashtaki ama washtakiwe kwa misingi ya kisheria, kwa sababu naye amekiri akasema matukio mengi ya namna hiyo yametokea sana nchini Kenya, lakini
hayachukuliwi hatua wala uwajibikaji haupo. Ni kwa namna gani matukio kama haya yanaathiri imani ya wananchi kwa taasisi za usalama na serikali kwa ujumla? Wananchi wengi wanaendelea kukosa imani na taasisi za namna hii kwa sababu ile tu kwamba uwajibikaji ni mdogo. Tukumbuke kuna nchi hapa duniani mwananchi hata mmoja akipotea, serikali inatumia rasilimali za aina yoyote, yani itatumia mabomu, itatumia kila kitu kuhakikisha walio mzuri wanapatikana. Lakini kuna nchi kama hapa Afrika bado ziko hivyo kama Kenya ilivyo, katiba inayo nzuri, mahakama inajitegemea, wanaojinasibu, bunge linajitegemea, lakini pia serikali inajitegemea, haziingiliani, lakini bado haki za binadamu ni shida. Kwa mimi ninavyoona ni kwamba ni vizuri sana serikali zetu za Afrika zitumie kila mbinu kuhakikisha haki ya raia ambao kwenye katiba ya nchi yoyote imo, hata sisi Tanzania tuna haki ya uhai. Kila mtu ni sawa na chini ya sheria zetu kila mtu ana wajibu ama na haki ya kuishi. Kwa hiyo mtu yeyote akiuawa kwenye vyombo vya dola ama kwa namna yoyote ile, kuna uwezo wa kutumia nguvu na mbinu yoyote kuhakikisha watesi wa mtu huyo wanapatikana, kwa sababu tukiacha hivyo leo ni mimi, kesho ni yule, kesho kutwa ni yule, na hatimaye utashangaa kila mtu anakuwa ni muhanga wa mauaji. Unadhani uchunguzi unaoendeshwa kwa hivi sasa unaweza kuwa wa haki na huru au kuna hatari ya kuingiliwa kisiasa katika mchakato huu? Kwa namna moja ama nyingine anaongoza uchunguzi atatoka kwenye ile taasisi ambayo inspector aliyejiuzuru ndo mbosi wake. Kwa ni vigumu sana haki ya mwananchi kupatikana. Vinginevyo itakiwa tume huru iteuliwe na ikiwezekana na bunge, kwa sababu kiteuliwa na rais moja kwa moja, yeye ndo anateua wale mainspector ambao naye ana maslahi nao. Kwa hiyo ni vigumu sana kupata haki kama wale waliokuumiza ndo wanaenda kufanya uchunguzi. Kwa mimi naona haki itakuwa ni ndogo sana. Ni mwenyekiti wa wanamajumui wa Afrika Adrian Sebudema wakati nikizungumza naye. Tunasonga mbele na uchambuzi yakinifu wa habari zetu. Umoja wa Mataifa umesema unalazimika kupunguza kwa kiasi kikubwa mipango yake ya misaada ya kibinadamu duniani kote kutokana na kukatwa kwa ufadhili uliochochea mamilioni ya watu kukabiliwa na hali mbaya. Ofisi ya Umoja wa Mataifa ya kuratibu masuala ya kiutu OCHA imesema kuwa inatafuta ufadhili wa dola bilioni 29 kwa mwaka 2025 ikilinganishwa na dola bilioni 44 zilizoombwa hapo awali mwezi Desemba. Shirika la kuhudumia wakimbizi UNHCR limesema kwamba linalazimika kufuta ajira zipatazo 3,500 na kupunguza 30% ya gharama za wafanyakazi wake. Tangu kurejea madarakani kwa Rais Donald Trump wa Marekani iliyo mfadhili mkuu duniani imepunguza kwa kiasi kikubwa misaada ya kigeni na kuleta athari katika sekta ya misaada ya kiutu duniani kote. Mpoki Mbuya Kamina Mwandagasia ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa. Nimezungumza naye ambapo nimeanza kwa kumuuliza ni kwa kiwango gani kupunguzwa kwa misaada ya kiutu kutoka Umoja wa Mataifa na Marekani kunaathiri haki za misingi za binadamu, hasa kwa wakimbizi na watu walioko kwenye maeneo ya migogoro. Kubwa zaidi nadhani ni baada tu ya kuingia madarakani kwa Donald Trump ambaye ni rais wa 47 wa sasa ambaye ameingia katika muhula wake wa pili. Ifahamike kwamba Trump aliingia madarakani na kuzuia ama kufuta kabisa baadhi ya misaada, na shirika kubwa la misaada ulimwenguni tunazungumzia USAID ambalo bajeti yake ilikuwa ni karibia bilioni 58 ulimwenguni kote, na Trump akasema kwamba Marekani imekuwa ikipoteza pesa nyingi sana katika kufadhili baadhi ya mambo mbalimbali wakati Marekani hainufaiki. Kwa hiyo ni mpango ambao inasema kwamba mpaka Marekani jitathmini na ifanye uchunguzi kamili ya kwamba nani anapaswa kupata msaada, nani ambaye hapaswi kupata msaada. Kupungua kwa ufadhili wa misaada ya kibinadamu kuna kiuka vipi wajibu wa jumuiya ya kimataifa katika kulinda maisha na hadhi ya binadamu walioko hatarini? Nadhani ni katika hatua ya kwamba kila nchi inatakiwa jitathmini na kila nchi inatakiwa ichukue hatua kupambana na changamoto mbili ambazo zinalikumba taifa lote, kwa sababu uchumi pia wa dunia umeyumba kwa asilimia kubwa. Kwa athari zitakuwa kubwa kwa wakimbizi mbalimbali barani Afrika, Mashariki ya Kati na upande wa Ukraine. Athari zitakuwa kubwa pia kwa watu wenye shida zima la umaskini duniani pembezoni mwa Afrika na Mashariki ya Kati. Kwa maana tutegemea tu kwamba mataifa mbalimbali yatakumbwa na changamoto mbalimbali. Isipokuwa ni kwamba nadhani kipindi ambacho kila nchi inatakiwa ipambane, ijitegemee kwa asilimia kubwa,
pasipo kuitegemea Marekani. Bwana Mpoki, hatua ya Marekani kusitisha misaada kwa mataifa mengi isipokuwa Israeli na Misri inaashiria mwelekeo mpya wa kisiasa unaoitisha misingi ya haki za binadamu kimataifa. Israeli na Misri ni mataifa ambayo ndio yanayoongoza, kwa mfano Mashariki ya Kati, taifa ambayo inaongoza kupata msaada kutoka Marekani ni Israeli, ambao kwa mwaka wanapokea karibia bilioni 3 mpaka bilioni 4, na Misri pia inaongoza bara Afrika ukiachia mbali na Kenya. Nadhani ni swala zima ambalo la utawala bora na mwenendo wa siasa za baadhi ya mataifa barani Afrika, kwa sababu kumbuka Marekani amesimama kama ndo kiranja wa demokrasia duniani, amesimama kama ndo mtu anayepigania haki za binadamu. Kwa wanajaribu wanaangalia sana mwenendo wa taifa husika. Kuna criteria ama kuna sifa kadha wa kadha huwa zinaangaliwa ili nchi iweze kupata msaada wa kiutu, vinginevyo hawezi kukupa. Kutokana na hayo sasa ambayo umeyazungumza, unadhani ni hatua gani za kisheria au za kimkakati zinaweza kuchukuliwa ili kulinda haki za binadamu katika maeneo yanayoathiriwa zaidi kutokana na kupunguzwa kwa misaada ya kiutu? Mataifa ya Afrika jaribu kurekebisha pale ambapo wanapokuwa wanakosea, kwa sababu kumbuka kwamba mataifa mengi ya Afrika kwa 95% tunajiendesha kutegemea msaada kutoka kwa wahisani, Marekani na Umoja wa Ulaya. Naam, ni sauti ya Mpoki Mbuya Kamina Mwandagasia ambaye ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa wakati nikizungumza naye. Asante sana msikilizaji kwa kuendelea kusikiliza makala hii ya Duru Zetu Alasiri, na hivi sasa ni wasaa wa Duru Uchumi na Biashara, ambapo tunaanza na taarifa kuwa shilingi ya Kitanzania imeendelea kuimarika kwa kasi ikipanda kwa 7.8 kutoka kiwango cha shilingi 2701 kwa dola moja ya Marekani mwezi Mei hadi shilingi 2595 mwezi Juni. Kwa mjibu wa wachambuzi wa masuala ya kiuchumi, miongoni mwa sababu kuu zilizochangia mwelekeo huu ni pamoja na kuongezeka kwa bei ya dhahabu katika soko la dunia, utekelezaji wa mabadiliko ya kisheria yanayolazimisha malipo yote kufanyika kwa shilingi ya Tanzania, pamoja na kupungua kwa matumizi ya fedha katika miradi mikubwa ya maendeleo baada ya miradi hiyo kukamilika. Mchambuzi wa uchumi Dr. Hindibert Shayo amebainisha kuwa pia ongezeko la mapato kutoka kwa sekta ya madini, kilimo na nidhamu ya fedha ya serikali ni miongoni mwa vichocheo vya kuimarika kwa sarafu ya ndani. Na kwingineko ni kwamba serikali imefungua msimu wa kwanza wa mnada wa zao la biashara la ufuta kwa njia ya mfumo wa stakabadhi ghalani mwaka 2025-2026. Katika mnada huo wa hivi karibuni, bei ya jumla ilikuwa ni shilingi 2710 na bei ya chini ilikuwa ni shilingi 2510 kwa kilo moja. Tani 3000 ziliingizwa sokoni na kushindaniwa na wanunuzi. Mkulima wa ufuta kijijini Ruhekwe, kata ya Mnolela katika halmashauri ya wilaya ya Mtama Lindi, Kasim Cosmas amesema anaridhishwa na bei hiyo ya shilingi 2710 na bei ya chini ya shilingi 2510 ya mauzo ya ufuta ghafi kwa kilo moja. Ni hayo tu katika Duru Uchumi na Biashara kwa siku ya leo. Na sasa msikilizaji, ni wasaa wa Duru Michezoni na Marco BP, na muona tayari ameshaingia umndani kutujuza kile ambacho kinaendelea katika anga la kimichezo na burudani. Karibu sana Marco. Asante sana, bila shaka uko poa. Niko poa kabisa. Maana leo ni Juni 17, tarehe muhimu sana kwa baadhi ya watu kwa sababu kuna jambo linakwenda kutokea panapo majaliwa kesho, ikiwa ni kurejea kwa ligi kuu soka Tanzania bara kukiwa na michezo takriban 8. Michezo hii katika mzunguko wa 29, na michezo ya kesho mbungi kubwa za kutazamiwa ni Ken Gold ambao watakuwa wakicheza na Simba, lakini pia Tanzania Prison watakuwa wakicheza na Yanga. Halikadhalika Azam watakuwa wakicheza na Tabora United, lakini pia kuna mechi zingine. Pamba watakuwa wakicheza na JKT Tanzania, na Mungu watakuwa wakicheza na Kagera Sugar, Dodoma FC watakuwa wakicheza na Singida, lakini pia Mashujaa watakuwa wakicheza na KMC. Halikadhalika Coastal Union watakuwa wakicheza na
Fountain Gate. Kwa hiyo ni mechi hizo za kutazamiwa. Sasa sijajua kwa hiyo unatusikiliza utafuatilia mchezo upi? Yote hayo ni kukaa kwa utulivu, utayapata pale kwa uchambuzi wake, mchezo gani utakuwa vipi na mambo mengine. Lakini kwenye michezo ile ya ligi ya kwa maana michuano ya kombe la dunia kwa upande wa vilabu, hii leo kutaendelea kwa michezo miwili ambapo Fluminense atakuwa akicheza na Borussia Dortmund, lakini River Plate na atakuwa akicheza na Urawa. Wakati haya yakiwa yanaendelea kwa hapa kwetu Tanzania, nimewasikia Yanga leo wanazungumzia kuhusiana na swala la dabi. Maandalizi kwa upande wao yanaendelea. Kwa hiyo ni moja ya mchezo ambao wako tayari kucheza. Japo Simba hawajatoa kauli mpaka sasa hivi ya kwamba itakuwaje, itakuwa vipi, lakini kwa utulivu uliopo basi huenda dabi ikapigwa, licha kwamba barua yao walitoa ya kwamba hawatocheza mchezo mwingine tofauti na tarehe 15. Sasa yote ni kukaa na kusubiri, tutakuja kufahamu. Ni hayo tu kwa ufupi. Asante sana Marco, nikutakie wakati mwema, lakini bila shaka tutakutana baadaye katika Sports Corner. So dakta. Asante sana. Na msikilizaji, kwa taarifa hizo za kimichezo na burudani, napata wasawa kutupia jicho katika nambari yetu ya 0692573615 nikiangalia kile ambacho umetuandikia ukichangia taarifa zetu. Wewe unasema hao viongozi wengine waige mfano wa mkuu wa mkoa wa Tabora, sio kuwakumbatia viongozi wasiofaa. Anaitwa yote Robert, anatoka Nyachenda Kasulu. Asante sana kwa ujumbe wako. Pascal Bernard yuko Mayenzi Ngara, anasema hao polisi waliemuua huyo mtu wafukuzwe kazi, ikiwezekana iwe fundisho kwa watu wengine. Joshua Sylvester kutoka Nyamawa anasema tuko pamoja mpaka tamati kwenye mseto. Lakini pia natazama ujumbe wa kwake, huyu anaitwa Lucas Manilakiza, yupo pande za Kazingati Keza. Anasema ni kweli kabisa, mtumishi wa umma unapo pewa adhabu au unapofanya vitendo visivyo vya nidhamu kwa umma, ni bora zaidi uchunguzi ufanyike dhidi yako. Asante sana mkuu wa mkoa wa Tabora kwa kufanya maamuzi hayo. Na kwa ujumbe huo msikilizaji, ninakamilisha makala hii ya Duru Zetu Alasiri. Nikukumbushe tu habari kuu tulizokuwa nazo kwa siku ya leo. Mkuu wa mkoa wa Tabora muagiza katibu tawala wa mkoa huo kuwaondoa katika nafasi zao wakuu wa idara ya utawala, usimamizi na rasilimali watu, afisa usafirishaji wa wilaya ya Sikonge kwa tuhuma za utovu wa nidhamu. Mkuu wa jeshi la polisi IGP Camillus Wambura afanya uhamisho wa makamanda watatu, akiwemo kamanda wa polisi mkoa wa Dodoma. Na Rais Donald Trump lazimika kukatisha mkutano wa kilele wa kundi la nchi 7 tajiri kiviwanda G7 uliofanyika Canada kutokana na hali ya Mashariki ya Kati. Hadi kufikia hapo ndio tunafikia mwisho wa makala hii ya Duru Zetu Alasiri. Kwa niaba ya Albert Andrew Kavano aliyekusomea taarifa ya habari pamoja na wote waliosikika, mimi ni Amina Deogratias Semagogwa. Nasema asante kwa kuwa nami na kutakia alasiri njema, na endelea kusikiliza Mseto Leo.